Hiyo mbolea. Halo. Habari yako? Salama. Samani. Naongea na Feti na dada nani? Bila shaka ndio mimi. Okay, sawa. Unaongea na daktari kutoka kituo cha afya cha Mbuyuni. Nimekupigia kukupatia taarifa kwa mdogo wako yuko hapa. Amelazwa. Amelazwa? Ndio, amelazwa. Na kilichopelekea kulazwa amepata ajali ya kugongwa na pikipiki. Amegongwa na pikipiki? Ndio, usipagae sana dada. Ni hali ya kawaida, ni ajali tu. Sasa tulikuwa tunakuomba kwa kama ndugu yake ufike hapa kwa ajili ya kuja kutupatia ushirikiano. Sawa. Lakini hali yake inaendeleaje? Usijali dadangu. Hali yake ni salama. Wewe fika kwanza ili tujue tunafanyaje. Basi sawa, nakuja sasa hivi. Sawa. Asante daktari. haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not answered. Haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not answered.
Dokta, ndugu wangu anaendeleaje? Usijali. Mdogo wako yuko salama kabisa. Na cha kushukuru Mungu mpaka sasa tumeshampatia matibabu. Yupo katika chumba cha mapumziko, amepumzika. Isipokuwa ajali aliyoipata imepelekea kupata hitilafu katika kichwa chake. Na hitilafu hiyo imesababisha kuweza kupoteza uwezo wa kuona. Yaani namaanisha mdogo wako sasa hivi haoni kabisa. Lakini changamoto hiyo tumegundua tuna uwezo tukapambana nayo na ikaondoka kabisa endapo tutampatia matibabu na kumfanyia operation ya kichwa. Anaweza akawa sawa kabisa, lakini matibabu hayo yanaweza yakagharimu kama shilingi milioni 15. Dokta, uwezo wa milioni 15 sisi hata hatuna. Haiwezekani hata kidogo ikapungua. Dadangu, hiyo gharama sio kama tunachukua sisi madaktari. Hiyo gharama ni kwa ajili ya dawa na vitu ambavyo vinaweza vikasaidia katika swala zima la kumfanyia hiyo operation. Kwa hiyo swala la kupunguza gharama kidogo liko chini ya uwezo wangu dadangu. The number you're calling is not answered. Simu unayoipigia haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not answered. Je, nini shida? Uliondoka hapo ukiwa na furaha kabisa, lakini unarudi umechanganyikiwa, yaani kama umepoteza kitu. Nini shida ndugu yangu? Ndugu yangu, kiukweli siko sawa kama unavyosema, kwa sababu nimetoka hapa kwa ajili ya kwenda kukutana naye, lakini cha kushangaza mpaka nafika pale simu yake nikipiga haipokelewi kabisa. Napiga na kupiga lakini haipokelewi. Yaani ni kitu ambacho kimenichanganya sana. Na sijui kikubwa kilichomkuta ni kitu gani. Sasa hapo kinachofanya uchanganyikiwe kitu gani? Si umfuate nyumbani kwao? Kaka, kiukweli nyumbani kwao mimi sipafahamu kabisa. Na huyu mwanamke mimi simjui kwa sababu sijawahi kukutana naye kabisa. Na leo ndio ilikuwa siku ya kwenda kuonana naye. Ina maana yule mwanamke wewe umfahamu? Simjui ndugu yangu. Haya, subiri mpaka siku atakapopatikana. Wewe ukutana naye. Yeah.
kakacha na sikizunguzungu na hangaika, nilompenda nipendi tena, naonewa yani tuni mabala, nakosa pa kushika na tapatapa. Mungu Baba, naomba nisaidie, nisaidie. Nakuja jamani, nani huyo? Habari yako? Salamu. Nilikuwa namuulizia dada yako, nimemkuta. Yupo. Kaka mzuri. Sasa hivi unazaje kupata uhuru kutoka dada yangu wakati sisi watoto 2000 tupo. Unatonaje? Mtu angalau kutuogopa. Hebu niangalie. Dada yangu gumegume yule. Ashashindikana. Mtu mzima. Kaka, hivyo jiogope. Nisikize nikwambie. Sawa, afu naomba unisikize kwa umakini sana unielewe. Hivi unaweza nini unaweza kunipa nini? Kitu gani ambacho cha maana unaweza mimi ukanipa wewe? Na nikwambie kitu kimoja, sawa? Mimi sijakuja hapa kukufuata wewe. Na wala sikuhitaji wewe. Kwanza mimi sio vitu vyangu hivi. Kwa kipi hasa ambacho unaweza niseme nitoke na wewe? Hebu acha mambo yako bwana. Kama dada yako ipo acha mimi niende bila. Baba. Mimi ndio namtaka kanieka hapa. Wewe hupaswi kuingia humu ndani. Upo? Sibeka kuitie mtu unayemtaka. Sawa, nenda kamuite bwana. Unashinda na kutembea na vishangazi. Wow, Patricia. Vipi mpenzi wangu? Naona nimekaa kwa muda mrefu, nilikuwa nakusubiria. Ila umechelewa kufika kwa wakati. Sijajua shida ni nini. Mpaka imefika stage nikataka nikate tamaa tena. Na ungechelewa kidogo tu, ungekuta nishaondoka. Master, nashukuru kwa kunisubiri. Ila kilichonileta leo maongezi machache tu. Master, nimekuvumilia. Nimekaa kula ugali na mlenda kila siku. Kuanzia leo hii sitokula tena ugali na mlenda. Kwa nini? Mahusiano yetu mimi na wewe yameishia hapa. Nimechoka mtoto watu kunifubaza kila siku. Wewe unajisikiaje unavyoniona hivyo? Angalau kidogo. Nimempata mwanaume anaweza kuniangalia na kunitunza. Lakini wewe wanaume wako wote ulishindwa kufanya chochote kilichokuwa cha msingi. Sasa mimi na wewe basi. Patricia, nimekosea wapi labda? Au kuna kitu gani kikubwa ambacho mimi nimekukwaza mpaka nafikia stage ya kuongea maneno makali kama hayo? Patricia, kama ni pesa, nyumba, magari, vyote vinatafutwa. Mimi sioni kama kuna haja au kuna sababu ya wewe kuniacha mimi kwa sababu ya pesa. Kwa sababu huwezi kunikatia tamaa. Mimi ni mwanaume. Kuna leo ambayo sina na kuna kesho ambayo mimi na wewe hatuijui. Naomba endelee kunivumilia kipenzi changu. Master, ushachelewa. Siwezi kuvumilia. Katafuta type yako. Zipo type yako naweza kukuvumilia miaka na miaka mpaka wanazeeka. Sio mimi. Mimi niache. Sitaki unifuate. Usije ukaja ukaniharibia.
Nikinyanyua mgongo hapa ndo tushamalizana na tushafuta ndoto zetu na mapenzi yetu. Umeelewa? Patricia. Mwili umekakacha na sikizunguzungu na hangaika. Nilompenda nipendi tena, naonewa yani tuni mabala, nakosa pa kushika na tapatapa. Mungu Baba, naomba nisaidie. Nisaidie. Je, Master? Habari sasa hizi? Salama. Nikusaidia nini? Samahani. Najua kweli nilikukosea. Haikuwa dhamira yangu kukosea. Lakini naomba nirejee tena maneno yangu ya nyuma. Kwamba wewe ni mwanamke ambaye mwenye thamani kubwa sana. Na siwezi kukaa mbali na wewe. Na unajua jinsi gani ninavyokupenda. Kuomba. Nimerudi kwako kwa ajili ya kuja kuomba msamaha. Naamini kweli nimekukosea. Na nipo hapa kwa ajili tu ya kuomba msamaha. Tafadhali. Labda niseme niliona upendo wako. Kwa sababu nilikupa kila kitu. Nilikuvesha. Hata kile chumba unachojivunia wewe pia ni mimi nahusika. Lakini wewe ukuona hiyo thamani yangu. Wewe uliona thamani wale watu wako kuingiza kile chumba cha faragha changu mimi na wewe. Umekisahau iko Bosco. Kichwa. Mimi kweli nimekosea. Lakini mapenzi yana siri nzito sana. Na hiyo siri katika moyo wangu unayo wewe. Sio nadhani leo hiyo ukiondoka, mimi nabaki na nani? Nabaki vipi? Na unajua kabisa jinsi gani ninavyokupenda. Yaani kuachana na ni bora hata nife katika maisha. Kwa sababu ni mtu ambaye nitakuwa sina thamani kwa mtu yoyote. Chicho. Mimi tambua basi jinsi gani ninavyokupenda. Tambua nina upendo kiasi gani kwako. Siwezi Chicho kuishi peke yangu. Naomba nielewe basi hata kidogo tu. Hivi, wewe unajua maana nini ya thamani wewe? Au unajua nini maana ya mapenzi wewe? Hivi vitu hujui maana yake. Mapenzi yanahitaji usaliti Bosco. Wewe mimi ulinisaliti. Tuseme umenisaliti, maana nimeona. Labda cha kukusaidia tu mimi. Nenda kwanza kamalizane na wale wanawake zako. Kamaliza ujana wako. Ukisha umemaliza, rudi tena kwangu. Chicho. Mpaka mimi kutoka huko kote. Kwa maana kwamba nishachana na kila kitu. Nimejua kweli nimekukosea na ninajua kweli una thamani kwangu. Na wewe unanithamini kiasi gani. Kwa sasa sihitaji tena mwanamke mwingine aina yoyote zaidi yako. Nakuomba tafadhali. Nishamaliza kila kitu. Kama ujana nishamaliza. Naomba nibaki kwako. Labda naweza nikasema nimekuelewa au naweza niseme sijakuelewa. Labda ujaribu kwa wakati mwingine, sio kwa wakati huu. Chicho. Haikuwa dhamira sawa, ila nilikupa moyo wangu wote, ila ukaniona mipoya. Saki vipi pendo langu mimi nikupe? Tena nilikuthamini, nikakweka moyoni, ukaivunja imani. Inatosha. Mambo. Umependeza. Asante. Master. Nimekutafuta kwa muda mrefu sana. Sijabahatika kukuona. Ila leo kukuona na furaha kidogo. Unajua nilikukoseaga kipindi cha nyuma. Nilikukosea sana.
na nikafikiria nitakupaka vipi ili nikuombe msamaha, nikutafuta kwenye simu pia haupatikani, ila kikubwa nahitaji unisamehe. Eti mimi anisha kusamehe kabla hujaenda msamaha. Mimi sina shida na wewe. Eti katika haya maisha kila mtu anakuwa na udhaifu wake. Ila mimi udhaifu wangu ulikuwa na wewe. Nilikupenda sana na nilifanya kila kitu kwa ajili yako, lakini wewe hukujali wala hukuthamini kile ambacho nakupambania juu yako. Labda nikukumbushe kitu kimoja, mapenzi sio kutafuta mtu mkamilifu, bali mapenzi ni kujifunza kumpenda mtu kwa ukamilifu wa mapungufu yake. Eti mapungufu yangu mimi yalikuwa ni pesa, ndio maana ukaniacha, kwa sababu ulisema ulishampata mwanaume ambaye anakusaidia kwa kila kitu. Na kwa upande wangu usikizewa, unarudi kwangu na kuniambia kwamba unahitaji kujuana na mimi ili tuendelee na mambo mengine. Hebu vaa viatu vyangu kwanza, alafu ndio utakumbuka kuongea ile kauli ambayo unaongea sasa hivi kwa upande wangu. Feti, wewe ni mwanamke mpumbavu ambaye unavunja mapenzi yako kwa mikono yako mwenyewe, na mimi siwezi kuwa na msaada wowote kwa upande wako, kwa sababu tayari mimi nimeshaanzisha maisha mengine ya kimahusiano na mpenzi wangu, nampenda na ananipenda. Wewe kwa kuhusu hilo utanisamehe mama. Siwezi kuendelea tena na wewe. Msaliti, msaliti wa mapenzi, msaliti wa mapenzi, msaliti wa mapenzi, kumbe msaliti. Mwili umekakacha na si kizunguzungu na hangaika, nilompenda nipendi tena, naonewa yani tuni mabala, nakosa pa kushika na tapatapa. Mungu Baba, naomba nisaidie, haikuwa dhamira sawa, ila nilikupa moyo wangu wote, ila ukaniona miboya. Saki vipi pendo langu mimi nikupe tena, nilikuthamini nikakweka moyoni, ukaivunja imani, inatosha. Msaliti, 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 msaliti.